Karibuni tena jamani, ni muda mwingine huu ambao tunakutana na waadhiri wetu, walimu wa Kikristo na walimu wa Kiislamu kwa ajili ya kufanya mdahalo. Ni mdahalo wa kielimu ambao tunafikiri mwisho wa kipindi watu watakuwa wameelimika na wameamua kipi ambacho wanakifuata. Tupo hapa na mwalimu Kesede, tupo na mwalimu Suleiman Mbogo, tupo na mwalimu Chikawe, tupo na mwalimu Medadi Kabasasa, tupo na mwalimu Kelvin. Kwa hiyo tunaenda kwanza. Na moja kwa moja kwa ajili ya kufungua, naomba Ustadhi Kesede utufanyie dua, alafu atakuja mchungaji Medadi utatufanyia maombi moja kwa moja. Karibu sana. Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim sallallahu alayhi wasallam. Rabbana la taj'alna fitnatan lilqawmi dhalimin wanajjina birahmatika minal qawmil kafirin ya ilahil awwalin wal akhirin برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Baba, tunakushukuru kwa ajili ya muda huu ambao tunakwenda kuanza mada ya pili kuhusu imani ya Kristo. Mungu mwenye nguvu, naomba utakapokuwa unasimama na sisi waweze kuelewa na kutambua watazamaji wote ukweli utakaokwenda kufundishwa. Roho ya Mungu waongoze walimu vizuri ili wakaeleze kila ambacho ni ukweli wa mambo, katika jina lako Yesu Kristo nakushukuru. Amen. Tunashukuru sana walimu. Tunaingia na mada nyingine. Mada hii ndio tunaifanya sasa. Mada imeletwa na Waislamu na mada inasema kwamba hii ni mada ya pili ambayo inasema kwamba Ukristo ni dini ya uongo. Ni mada iliyoletwa na walimu wa Kiislamu masheha, Ustadhi Kesede na Sheikh Mbogo. Kwa hiyo walimu wangu karibuni sana. Sheikh Kesede, una dakika 20. Dakika 20 kwa ajili ya kuipeleka hii mada ambayo itakuja kujibiwa tena kwa dakika 20 na walimu wa Kikristo. Tutakuwa na dakika 15 zingine za ufafanuzi. Dakika 15 za ufafanuzi, tutakuwa na maswali dakika 3 na kujibiwa dakika 5. Ufafanuzi wa swali dakika 3 na kujibiwa dakika 10, dakika 5 tutakuwa tumemaliza. Karibu sana. Naam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na ndugu zetu katika Adamu wa Kristo, tunawatakia amani ya Mwenyezi Mungu iwe kwenu. Nashukuru sana mwenyekiti kwa kunipa nafasi kutoa mada hii ya pili inayosema kwamba Ukristo ni dini ya uongo. Mada sio dini ya Kiislamu. Mada ni dini ya Kikristo. Na mimi nitapendelea nisiendi kinyume na mada hii, wala sitaki nizungumzie Uislamu kwa sababu sio mada. Nataka nizungumzie mada kama inavyosema, ni kuhusu Ukristo tu, kwamba ni dini ya uongo. Kwa nini tunapendelea kuweza kutoa mada hii? Tunapendelea kutoa mada hii kwa sababu ndugu zetu usiku na mchana kwenye mitandaoni wanawaambia watu, wanawahubiria watu kwenye makanisa, kwenye mtandao, kwenye mihadhara mbalimbali, kwenye magrupe za WhatsApp za hapa na pale, kwamba Ukristo ni dini ya Mungu, Ukristo ni dini ya Yesu. Sisi wasomi huwa tunashangaa, itakuwaje hao watu waseme Ukristo ni dini ya Mungu, ushahidi hakuna? Lakini leo tunataka tuthibitishe kinagaubaga Ukristo ni dini ya upotevu. Na ndio tutawataka ndugu zetu wakija hapa waje watuthibitishie kwamba Ukristo ni dini ya Mungu. Sisi tutakubali ikiwa tutaliona hilo, Ukristo ni dini ya Mungu. Sasa kabla ya kuanza, tusomee Mkweli Mwaminifu ukurasa wa 70. Kitabu cha Mkweli Mwaminifu ukurasa 270. 270, naam. Asema mtume. Anasema baada ya Mwenyezi Mungu kumnyanyua Nabii Isa na kumpeleka mbinguni, yaani baada ya kuondoka Nabii Isa alayhi salamu, huku nyuma yake pakatokea ikhtilafu kubwa sana. Wakatarifiana watu na mizozo. Ngoja niweke miwani mwalimu. Na mizozo, wakaitarifiana na mizozo. Baada ya kuondoka Nabii Isa na huku nyuma pakatokea ikhtilafu kubwa sana, wakaitarifiana watu kwa mzozo mkubwa ukapita baina yao, na wakafarikiana, wakagawanyika makundi manne, wakazua dini za uongo za Kikristo. Unaona bana, ushahidi inatuambia katika vitabu vya Kiislamu kwamba baada ya Bwana Yesu kuna mzozo ulijitokeza, kuna hitilafu ilijitokeza, kuna mgawanyiko uliojitokeza. Kuanzia huo mgawanyiko
na hitilafu, ikatokea dini ya uongo ya Kikristo. Hiyo ni kitabu cha Kiislamu. Labda tunaweza tukasema hilo ni kitabu cha Kiislamu ndio kinaonyesha kama baada ya Bwana Yesu kumetokea dini ya uongo ya Kikristo. Acha twende kwenye Biblia. Dini ya Kikristo ni mzozo uliojitokeza kabla hata Mtume Muhammad hajafika. Msomaji, tusomee 11 aya kwanza. 11 Mwanzo katika kitabu cha Scofield. Soma kitabu cha Mwanzo 11. Uanze 7 na 9. Alafu utatupa tafsiri. Naanza moja. Anzia 11:7 mpaka 9. Some aya au nije kabisa kwenye nani? Soma kwanza aya, alafu utaenda kwenye okay. Tafsiri. Inasema hivi, tushuke. Nasema tushuke tuwachanganyie usemi wao, wasisikilizane lugha. Hivi Bwana akawasambaza toka kule juu uso wa dunia nzima. Wakaacha kujenga mji, kwa hivi jina lake likaitwa Babeli. Simamia hapo. Tunapata kule Mungu kwenye kitabu cha Mkweli Mwaminifu imezungumziwa kwamba baada ya Bwana Yesu hitilafu zilikuwa, watu wakatofautiana. Walipotofautiana kukazuka dini ya uongo inayoitwa Ukristo. Kitabu kinasema zama za Nebukadneza kuna watu walikuwa wanataka waende wamuone Mungu. Hilo likamkasirikisha Mungu. Mungu akawaachanisha, akawasambaratisha, wakatofautiana. Kule kutofautiana kwao ikaitwa Babeli. Tupe ufafanuzi wake. Haya, ufafanuzi wa ngapi? 7. Ufafanuzi wake chini hapo hapo. 1. Haya. Hapo ufafanuzi ndani ya sura 11, si ndio? Hapo ufafanuzi nimetia alama hapa. Inasema hivi, historia ya Babeli. Historia hiyo ya Babeli chafuko. Ni chafuko, ndio pale kitabu kilisema walitofautiana, ikawa ni machafuko baina yao. Twende kazi. Inafanana na historia ya kanisa. Unaona? Inafanana na historia ya Babeli. Yaani Babeli maana yake chafuko, inafanana na historia ya kanisa. Twende kazi, yani uchafu. Ndio wote ambao wanajiita Wakristo. Basi, kumbe Babeli ni uchafu, ikiwa na maana ni wote, dhehebu zote, watu wanaoitwa Wakristo. Kwa maana hiyo, Ukristo ni uchafu, ni dini chafu iliyojitokeza baada ya Bwana Yesu, kama Mkweli Mwaminifu ilivyokuwa inazungumza. Sasa tusomee Scofield, utusomee utangulizi wa Naumu. Inasema hivi. Utangulizi wa Naumu. Inasema hivi baba. Naam. Inasema Mungu anahukumu ukafiri kwa njia ya maangamizi makubwa. Gharika na uharibifu ni nawe zinashuhudia neno hili, zinaonyesha mbele maangamizi ya ukafiri wa dini ya Kikristo. Kwa mujibu wa Biblia, dini ya Ukristo ni dini ya kikafiri. Hiyo ni Biblia. Sitaki mimi niongelee jazba. Maangamizi ya dini ya Kikristo, ikiwa na maana kwamba Ukristo ni dini ya kikafiri, sio dini ya Mwenyezi Mungu. Na mada yetu inasema Ukristo ni dini ya uongo. Kitabu kinaonesha kwamba Ukristo ni dini ya kikafiri. Ya kwanza inasema ni dini chafu ya machafuko. Hebu tusomee katika Wathesalonike wa pili 2:3-4, ukurasa wa 1171. Ukurasa wa 1971. Hii. Tusomee Scofield. Uzima tele. Ndio hiyo. Uzima tele. Na baba. Ukurasa wa 1971. Ukurasa aya inaandikwa hapo, kisha utatupa sasa ufafanuzi. Aya nisome ngapi? Aya ni 2:3-4. 2:3-4. Ndio hii. Nisome hapa juu. Utatupa ufafanuzi. Hapa juu. Utatupa ufafanuzi. Inasema hivi, Wathesalonike wa pili 2:3-4. Wathesalonike wa pili 2:3-4. Mtu awaye yote, ndo hapo asiwadanganye kwa njia yoyote, maana haiji usipokuja kwanza ule ukengeufu. Unaona, ukengeufu lazima utatokea kabla ya mwisho wa dunia. Huu ukengeufu ndio kunakuja kupatikana dini za kibabeli, dini za uongo, dini za kikafiri. Lazima itatokea kabla ya siku hiyo. Twende kazi. Akafunuliwa yule mtu wa kuasi. Tupe sasa ufafanuzi. Ufafanuzi unasema uasi huu ndani ya kanisa
Uasi huu ndani ya kanisa utakuwa na namna mbili. utakuwa na namna mbili. Theolojia ya uasi. Uasi wa ndani ya nini? Hebu rudia pale. Theolojia ya uasi. Urudia juu. Huyu uasi, ukengeufu utakuwa wapi? Rudia tena pale. Ni juu hapa kabisa. Hapo. Pale pale kutafsiri, Aha. kufafanuzi. Uasi huu ndani ya kanisa. Uasi huu ni ndani ya nini? Ya kanisa. Ni ndani ya kanisa, sio ndani ya msikitini. Ndani ya kanisa ndiko ambako kuna uasi. Uasi huu ndio dini chafu za kikafiri za ubabeli ndani ya kanisa. Sio mimi, siongelei kwa jazba, hiyo ni Biblia. Twende kazi. Inasema na namna mbili. Utakuwa namna mbili. Huyo uasi huyo utakuwa namna mbili ndani ya kanisa. Theolojia ya uasi ni kuondoka kutoka na kukataa kwa sehemu na mafundisho yote ya mwanzo kuhusu Kristo. Unaona bana? Uasi huu ambao utafanyika ndani ya kanisa ni kuja kuondoa na kuvunja imani na dini aliyoiacha Bwana Yesu, ikiwa na maana kwamba dini chafu ya kibabeli, ya uongo, ya kikafiri, kinyume na dini aliyoileta Yesu, itaanzia ndani ya makanisa. Hapo Mtume Muhammad hajafika. Twende kazi. Inasema na mitume viongozi wa uongo. Unaona, kumbe hiyo dini ya ndani ya kanisa ni kinyume ya mitume halisi wa Yesu. Twende kazi. Viongozi wa uongo watatoa wokovu. Viongozi wa makanisa ni viongozi wa uongo, watatoa uokovu kirahisi rahisi. Yeye ndugu yetu alikuwa anasema kusamehewa kirahisi rahisi. Hapa wanasema Wakristo ndio watatoa uokovu kirahisi rahisi na neema rahisi rahisi. Watatoa na neema, kuambia watu hiki mmepata neema rahisi rahisi. Twende kazi. Na kudharau agizo la Kristo. Watadharau agizo la Kristo. Wanani wenye kudharau agizo la Kristo? Wakristo ndani ya kanisa. Twende kazi. Kwa ajili ya toba. Kwa ajili ya toba watapuuzia. Twende kazi. Kujitenga na uchafu na utii kwa Mungu na kanuni na kanuni zake. Ndiyo. Injili za uongo zilizojengwa juu ya matamanio ya binadamu. Inatosha. Kumbe walipotuambia kwamba kuna injili ya uongo ambayo inaweza ikajitokeza, mkipokea injili yoyote kinyume na hii iliyopokelewa, hiyo ni ya uongo. Tunapata ile injili ya uongo, dini ya uongo, uchafu, mambo waliokwenda kinyume na Yesu, imeanzia ndani ya kanisa. Hiyo ni Biblia. Sasa tunataka tutoe uthibitisho. Dini ya Kikristo ni dini gani na inaanzia wapi? Mimi nitakuwa nasema kitu na ushahidi. Wakija hapa waje watuambie dini ya Kikristo ni ya Mungu. Dini ya Kikristo ni dini ambayo imeanzia wapi? Kwa Yesu. Tusomee kitabu cha Yohana, waraka wa kwanza wa Yohana. Hiyo Scoffield, hiyo uzima tena. Waraka wa kwanza wa Yohana 2:15-17, ukurasa wa 2074. Ukurasa wa 2074. 2074. 2000 au 1074? 2074. Ukurasa wa 2074, kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana. Angalia page. Tizama page. Itakuwa page. Okay. 2074. Soma tu hiyo tafsiri. Anasema hatimaye dunia hujumuisha mifumo yote ya dini zilizoundwa na wanadamu na mashirika na makanisa yote ya Kristo. Hapana, makanisa yote ya Kristo. Soma vizuri ndugu yangu. Inasema hivi, hatimaye na mashirika za hatimaye. Anasema hatimaye dunia hujumuisha mifumo yote ya dini. Hujumuisha mifumo yote ya dini. Dini gani? Zilizoundwa na wanadamu, na mashirika zilizoundwa na makanisa yote ya Kristo. Hapana ya Kristo. Soma vizuri ya Kikristo. Makanisa yote ya Kikristo. Na kwa hiyo makanisa zote za Kikristo zimeunda dini za uongo za katika dunia. Unaposikia Ukristo duniani, ni dini iliyotengenezwa ikaundwa na binadamu. Watu wenyewe kuingia makanisani, maskini tunaosikiliaga huruma, wamepotea bila kujijua. Hawajui wanakoelekea. Huku wanafundishwa kwamba sisi tuko sawa, tuko sahihi, tunampokea Yesu, Yesu ndio uzima, tunamfuata. Vitabu vyote, Biblia zote zinathibitisha kwamba Ukristo ni dini ya uongo. Sasa tusomee 13 Isaya. Scoffield.
lakini ungeanzia hiyo kamata kozi hiyo. Umesema kitabu gani? Angalia 12 Marko aya ya kwanza. 12 Marko aya ya kwanza. Aya ya kwanza. Inasema hivi. Naam. Akaanza kusema nao kwa 12 aya ya kwanza. Ndio hiyo. Marko. Akaanza kusema nao kwa mifano. Mtu mmoja alipanda shamba la mizabibu. Ndio. Akazungusha ugo. Ndio. Akachimba shimo la shinikizo. Akajenga mnara. Akapangisha wakulima. Tupe ufafanuzi wake chini kwa sababu ni mfano unakuwa mrefu sana. Tupe sasa na ufafanuzi. Inasema mfano wa wapangaji. Mfano wa wapangaji ambao Yesu alikuwa akizungumza. Mfano huu unaonyesha dhambi ya taifa la Israeli. Inaonyesha dhambi ya taifa la Israeli. Wameugeuza ufalme wa Mungu. Wameugeuza kabisa. Kuwa ni mali binafsi. Wameigeuza ni mali yao binafsi. Twende kazi. Walioonyesha dharau kwa neno lake. Wameonyesha dharau kwa neno la Mungu. Na walikataa kumtii mwanawe. Kumbe na wana wa Israeli walikuwa wakikataa kumtii Yesu, walikuwa wakikataa kwenda sawa na maagizo ya Yesu. Leo makanisa yanaonyesha mwendo ule. Leo makanisa, hawasemi kanisa, makanisa yanaonyesha mwendo huyo. Mwendo gani? Kukataa Yesu, kumpinga Yesu, kwenda kinyume na Yesu. Makanisa nao wanaonyesha mwendo huo, ikiwa na maana kwamba Wakristo wote dhehebu mbalimbali ni wapinga Kristo. Wote ni wapinga Kristo. Wakristo wote kwa mujibu wa hii ni wapinga Kristo. Twende kazi. Inasema hivi. Kama mmiliki ardhi dhalimu wanapolikataa neno la Kristo na ujumbe wake wa kweli na wanaunda kanisa kufuata mawazo yao wenyewe. Wanaunda makanisa kufuata mawazo yao wenyewe. Ndio kule kwa haraka kwanza Yohani ilivyotuambia ukurasa wa 274. Wakristo wameunda mifumo za dini za uongo katika dunia. Ndio hapo nao wametengeneza makanisa, wanaunda makanisa kwa fikra zao wenyewe. Ukristo ni dini ya uongo. Hakuna ushahidi wowote kwamba Ukristo ni dini ya Mungu kwenye Biblia. Hakuna. Na mimi najua hapa kwenye Biblia hawatapata Ukristo ni dini ya Mungu. Utakaposikia neno Ukristo au Wakristo kwa mujibu wa Biblia, haitakuwa Yesu anasema, haitakuwa Mungu anasema, itakuwa ni watu wamejitokeza wamewapa pongezi na kuwaundia kundi waliolianzisha wenyewe. Lakini Yesu hajui Ukristo, Mungu hajui Ukristo, hakuna nabii yeyote aliyejua Ukristo, lakini ni dini ya uongo kama vitabu vinavyokuwa vinathibitisha. Sasa msomaji, malizia 13 aya ya kwanza Isaya Scofield. Scofield ya chini yake. Njoo ile. Tusomee Biblia tafsiri ya Scofield. 13 aya ya kwanza Isaya, alafu utatupa sasa na tafsiri ufafanuzi wake. Isaya 13 aya ya kwanza. Ninabaki na dakika ngapi? Bado na dakika 6. 13 aya ya kwanza. 13 aya ya kwanza. Mzigo wa Babeli. Mzigo wa Babeli ambao aliuona Isaya mwana wa Amozi. Mweke bendera juu ya mlima usio na miti. Inatosha. Tupe ufafanuzi wake. Utawala mwingine? Anasema utawala mwingine wowote Babeli. Ni Babeli. Kule tulipata kwamba Babeli yani machafuko ni dini yote wanayodai kuitwa Wakristo. Hapa tena Biblia inatabiri, inasema kwamba utawala wowote ni Babeli. Twende kazi. Anasema ni Babeli. Tunaona utaratibu wa dunia ya mataifa pamoja na Harmagedoni. Twende kazi. Lakini katika dini za rudia katika Ufunuo. Katika Ufunuo 17 ni dini ya Wakristo iliyo mbali na Mungu. Simamia hapo kwanza. Katika Ufunuo 17 tunaona kuna mama mmoja, ufunuo umepatikana, ambaye alikuwa anaitwa Babeli, mama wa makahaba. Kitabu kinasema huyu mama wa makahaba ni Babeli, ni dini ya Kikristo. Twende kazi.
Anasema ni dini ya Wakristo iliyo mbali na Mungu, ambayo ndio iko mbali na Mungu, inayoharibiwa na mataifa. Twende kazi. Wanaongozwa na nini? Na nyama. Basi wanaongozwa na nyama. Muongozo wa ndugu zetu, kiongozi wa Wakristo, kiongozi wa dini ya Kikristo na nabii wa uongo. Usiendi pale utagusa utagusa shaka wangu, si na haraka. Kitabu kinasema Ukristo ni dini ya uongo, ni dini ambayo iko mbali na Mungu, ni dini ambayo iko mbali na Mungu. Hakuna dini ya Mungu inayoitwa Ukristo, hakuna. Muache kujidanganya Wakristo, dunia iko inakuja, mtapotea na mnawapoteza watu bila kujua. Hakuna dini ya Mungu iitwayo Ukristo, hakuna. Kitabu kinasema Ukristo ni dini iliyo mbali na Mungu. Tena hiyo Ukristo kiongozi wake ni mnyama, lakini hatujui ni mnyama gani. Ile wanasema Ukristo kiongozi wake ni mnyama. Tena Ukristo ni nabii. Malizia. Anasema nabii wa uongo. Ukristo ni nabii wa uongo. Ukisikia Yesu popote ametabiri kwamba kuna manabii wa uongo watatokea, kuna manabii wa uongo watatokea, wamevazi vazi la kondoo, kwa ndani ni mbwa mwitu wa kweli, Yesu alikuwa anatabiri dini ya Kikristo itakayojitokeza baada yake. Kitabu kinasema Ukristo ni dini ya uongo. Yaani msisumbuke kusema muingie kanisani, mumtafute Mungu. Hakuna kitu chochote ambacho kinaweza kikapatikana kama uokovu kupitia makanisa. Hakuna. Ni kudanganyika bure. Sasa tunataka kumalizia na kitu kimoja ambacho kitashangaza. Kwa nini basi tuseme dini ya Kikristo ni ya uongo kulingana na maandiko ya Mungu? Nataka utusomee katika 2 waraka wa kwanza wa Yohana 2:18 mpaka 20. Alafu hapa nitaacha swali, akija hapa aje atuambie 2:18, 19 mpaka 20. Waraka wa kwanza wa Yohana. Waraka wa kwanza wa Yohana 2:18 20. Waraka wa kwanza wa Yohana. Umepata 2. Acha nikutafutie basi huko shaka wangu. Naona kule umechelewa kidogo. Waraka wa kwanza wa Yohana 2:18. Haya, ndio mimi nimeipata. Waraka wa kwanza wa Yohana 2:18, njoo hapa. Soma. 2:18. 18. Watoto wadogo. Anasema watoto ni wakati wa mwisho. Na kama vile mlivyosikia kwamba wapinga Kristo mpinga Kristo yuaja. Simamia hapo. Watoto wadogo wanaambiwa watu wenye wakati ule. Mulisikia zamani imetabiriwa wapinga Kristo watakuja. Sasa twende kazi. Yuaja. Hata sasa wapinga Kristo wengi wamekwisha kuwapo. Simama. Wapinga Kristo. Maanake dini ambayo inakuja kumpinga Yesu ilitabiriwa watatokea, na kwa sasa wameisha tokea. Hapo Mtume Muhammad hajafika. Bado Yohana amefunuliwa kwamba mulisikia imenenwa wapinga Kristo watakuja, wenye kuleta dini mpya kinyume na ya Yesu watakuja, na kwa sasa wameisha kuwepo. Twende kazi. Walikuwa wewe. Anasema walitoka wamejifanya walitoka kwetu. Walitoka kwetu lakini hawakuwa wa kwetu. Wanaongea wanasema kwamba sisi tumetoka kwa wanafunzi wa Yesu, lakini ukweli ni kwamba hao si wanafunzi wenzetu. Wamejipachika tu, wanajinasibisha na sisi wanafunzi wa Yesu. Kiukweli ni kwamba hawako wanafunzi wenzetu kamwe. Twende kazi. Maana kama wangalikuwa wa kwetu, kama wangelikuwa ni wanafunzi wenzetu, wangalikaa pamoja nasi. Wangeikaa hapa pamoja nasi hapa Israeli. Lakini walitoka ili wafunuliwe kwamba si wote walio wa kwetu. Inatosha. Hawa wapinga Kristo ambao walifika kabla Mtume Muhammad hajafika wanaitwa dini gani? Asante. Sawa, tunashukuru sana Ustadh Kezede. Sasa kwa upande wa Ukristo, jamani, karibuni sana, mna dakika 20 kwa ajili ya kuja kujibu hizo tuhuma ambazo zimeibuliwa na Waislamu mashehe hapa kwamba Ukristo ni dini ya uongo. Naomba tujibiwe hapo ili kama itaonekana ni kweli ya uongo basi watu tutamke shahada, mambo yasiwe mengi. Karibuni sana. Karibu Mwalimu Chikawe. Asante sana kwa kupata nafasi kwa mara nyingine ili kujibu hoja ya ndugu yangu Kisede akisema Ukristo ni dini ya uongo. Lakini Ukristo ni dini ya uongo ni yeye anazungumza.
Yes. kwa mdomo wake. Hakuna andiko linalosema Ukristo dini ya uongo. Lakini amesoma kitabu cha Mwanzo sura ya 11 pale ambapo kuna machafuko ya lugha. Mimi nikimuuliza Kisedee kabila lake na lugha yake ni tofauti na kabila langu na lugha yangu. Ilipatikana wapi? Pale aliposoma yeye. Machafuko yale ya kuhusiana na dini. Watu walikuwa nataka kumjenga mnara wamfikie Mungu. Hasa Mungu akaona wanakwenda tofauti na kusudi lake. Kusudi la Mungu lilikuwaje? Isaya 48:15. Isaya 48:15. Lakini nampenda Kisedee kwa sababu ni muinjilisti anayetoa maandiko ya Bible ili yatafsiriwe vizuri au yaeleweke vizuri kwa Wakristo. Yaani ananipa maandiko ambayo nimeyaelewa, ndio maana ninayasimamia, ndio maana ninayapenda. Maeneo ambayo anazungumza kuna kasoro zake, Biblia imetuweka wazi kuzitambua hizo kasoro ili mwenye kasoro hiyo akija nipate kumtambua. Yeye anarudia mle ili kunitia nguvu kwamba imani nilionayo ni sahihi. Isaya 48:15. Mimi nam. Mimi nimenena nam, nimemwita. Mimi nimenena nam, nimemwita. Ndio. Nimemleta. Ndio. Naye ataifanikisha njia yake. 48:15 Isaya. 48:15 Isaya. Ndio yenyewe. 48 mstari wa 15. Asante. Basi tuiache hiyo, nitakuwa nimepoteza, maana inasema Mungu kusudi lake kuiumba dunia ikaliwe na wanadamu, akuiumba dunia ikaliwe utupu. Sasa watu wakaamua kujenga mnara waende mbinguni. Mungu akasema na tushuke tukaharibie tukaziharibu lugha zao wasielewane. Ndio hapo yalipozuka makabila. Huyu ana kabila lake. Hapa tuna makabila tofauti hapa. Hatuelewani kwa makabila yetu, kwa lugha zetu. Hilo ndio kusudi la Mwanzo 11:9 na pale alipoendelea. Lakini mimi nataka nataka nimueleweshe au nimuelekeze Kisedee kwa yale aliyozungumza machafuko. Si amesema kuna machafuko? Alafu akafananisha Babeli ni machafuko, anafananisha na machafuko ndani ya kanisa. Kwanza anakubaliana kuna dini ya kweli. Lugha yake, mafundisho yake na maana dini iliyoko ni ya kweli. Lakini ndani yake akazuka machafuko. Haya machafuko kazua nani? Qur'ani 5:14. Ni kweli ameeleza vizuri. Anayezua na Wakristo mjue. Hizo tilafu anazozungumza Kisedee muzielewe, ni zipo kweli, zipo makanisani, zipo misikitini, zipo kila mahali, zipo. Lakini itilafu hizi kuna anayezileta kwetu sisi. Anayeleta itilafu ni shetani, ni adui. Sasa sikiliza 5:14 Qur'ani, Suratul Maida, sura ya meza. Ndio 5:14. Ndio. Na wale waliosema sisi ni Wakristo, wale waliosema sisi ni Wakristo. Huyu alikuwa anataja Wakristo. Unaposema Wakristo maana yake wanafunzi wa Yesu. Ukizungumza Ukristo unazungumzia tabia za Yesu ambazo ametuachia sisi tufuate nyayo zake. Kwa unapozungumza Ukristo unazungumzia tabia. Ukisema Mkristo mwanafunzi wa Yesu, ukisema Wakristo wanafunzi wa Yesu. Sasa wanafunzi wa Yesu na Allah Subhanahu wa Ta'ala kuna uadui. Hebu rudia hiyo aya. Na wale waliosema sisi ni Wakristo. Allah huyu anasema, ndio Kisedee na mkubali. Waliosema sisi ni Wakristo, tulichukua ahadi kwao. Tulichukua ahadi kwao. Lakini wakaacha sehemu kubwa ya yale. Wakaacha sehemu kubwa ya yale waliokumbushwa. Kwa hiyo tukaweka baina yao wenyewe kwa wenyewe uadui. Tukaweka baina yao. Sasa uadui unawekwa na nani? Baina ya wao wenyewe kwa wenyewe uadui unawekwa na nani? Allah anasema tukawawekea uadui baina yao wenyewe kwa wenyewe mpaka na bugudha mpaka siku ya kiyama. Kwa hiyo huyu anakuja na muongozo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala aliouleta katika kanisa ili kanisa waitilafiane, kanisa wasielewane. Huo muongozo wa kutokuelewana watu wa kanisa unaletwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwetu sisi mgombanishi wetu ni shetani. Amen. Kwa nini 16:18 Mathayo? 16:18 Mathayo. Yesu alitangulia kutueleza. Uzuri wa Biblia inamtambulisha mwalimu wa uongo na wa kweli, nabii wa kweli na wa uongo, Mungu wa kweli na wa uongo. Biblia iko hivyo. Kwa hiyo fafanuzi zote alizokuwa anatoa Kisedee ni zile zinazoonyesha yale ambayo tayari. Kwa hiyo yeye anarudia miongoni mwa waleta hizo vurugu ni wao. Ndio maana tunakaa hapa tukiongea habari za kweli atazipinga tu. Lazima apinge kwa sababu yeye ndio ametoka kuzimu.
Hebu soma hiyo 16:18. Mathayo 16:18. Ndio. Nami nakuambia. Nami nakuambia. Wewe ndiwe Petro. Wewe ndio Petro. Na juu ya mwamba huu. Na juu ya mwamba huu. Nitalijenga kanisa langu. Nitalijenga kanisa langu. Wala milango ya kuzimu haitalishinda. Milango ya kuzimu haitalishinda kanisa. Kisedea anatueleza milango ya kuzimu inapojaribu kuharibu kanisa. Amesoma kitabu kinaitwa, Biblia inaitwa Uzima Tele. Kinafafanua vizuri mambo ambayo yatakuja kuwa tayari. Kasoma kitabu kile Thesalonike wa pili. Hebu huwa na kawaida hivi wote hawa. Mbogo mimi leo nimemshangaa leo Mbogo ndio akaonyesha dhaifu mno kuliko miaka yote kwa sababu anasoma andiko, anajua kuna mwalimu atakuja kulifafanua, anakatakata. Nyinyi mnaposoma maandiko mkayakata wakati kuna walimu, mnajidharaulisha wenyewe, mnajifedhesha. Hivi unapoongea maandiko, ongea maandiko yaliyo kamili. Hebu soma ile aliyesoma yeye, hakuna kitu alikiacha. Nasoma ufafanuzi wake. Ndio, amesoma Thesalonike wa pili sura ya 3-4 akaenda kwenye ufafanuzi, kuna neno kaliacha pale. Paulo mahali ambapo ameacha ndo napasoma sasa. Paulo anasisitiza haswa kuwa makanisa yatavamiwa, na vitu visivyo vya kimungu, Sasa yeye anaeleza uvamizi, jinsi ambavyo tumevamiwa, wakati sisi tunaelewa tumevamiwa, na miongoni aliyetuvamia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amen. Na Muhammad katuvamia. Allah subhanahu wa ta'ala anasema hivi, tulipochukua hadi kwao wakaacha kwa sehemu yale tuliowapatia, tukawawekea uadui na bugudha baina yao wao kwa wao mpaka siku ya kiyama. Ukiona itilafu kanisani, na waomba wa Kristo na waelekezo wa Kristo, ukiona itilafu inakuja kanisani, dhehebu ni kwako, dhehebu na dhehebu, ujue katikati yuko Allah subhanahu wa ta'ala, ndio anayetugombanisha. Sasa leo tunajua Allah ni mgomvi, anayetugombanisha, tuachane naye, tumpige chini. Atawambea kule mitaani wakimjua mgombanishi, hawana habari naye, wanamsuta. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala ndio tunamsuta leo kwamba yeye ndio anayetugombanisha, akiwatumia kina Kisedee wanakuja kutugombanisha. Kisedea anasema eti Yesu hajui wa Kristo. Hebu tusomee Waebrania sura ya 12 mstari ule wa kwanza. Waebrania sasa 12:1. Sasa wewe tuambie, huyo Kisedea anachozungumza ni kwamba Ukristo ni imani sahihi, Ukristo ni imani ya kweli, Ukristo inakubalika na Mungu, lakini ndani yake kuna watu wamekuja kuvuruga. Sasa nani anatuvuruga? Kisedee, Allah subhanahu wa ta'ala na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibrania 12:1-2. Basi na sisi pia kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii. Huyu Kisedee anachoangalia wale waliopitishwa, walioingizwa ndani ya kanisa wakiharibu, ndio anachukua mada yeye. Sasa tumezungukwa na mashahidi wengi namna hii. Na tuweke kando kila mzigo mzito. Ndio. Na dhambi ile ituzingayo kwa upesi. Tuweke kando ile dhambi tuzingao, manake tusitembee katika dhambi, tusitembee katika uovu, tusitembee katika magombano anayosema Kisedee. Na tupige mbio kwa saburi katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu. Ndio. Tukimtazama Yesu. Mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu. Ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake aliustahimili msalaba na kuidharau aibu, na ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu. Asante. Yesu wetu yuko mkono wa kuume wa kiti cha enzi, maana yake yuko kwenye mamlaka yake ya uungu. Sisi ni watu sahihi, ni watu wa Mungu wa kweli, lakini Kisedee na wenzake wanajaribu kuja kuvuruga, lakini hawataweza. Maana Yesu amesema hivi, nimeanzisha kanisa langu, milango ya kuzimu haitalishinda. Ukiona yeyote anainuka kushindana na kanisa, ni mlango wa kuzimu. Amen. Mlango wa kuzimu anaongozwa na nani? Allah subhanahu wa ta'ala, kama tulivyoona 5:14 Qur'ani. Waraka wa kwanza Yohana 1:3 na ufafanuzi. Umoja wa jumuiya ya Kikristo una msingi katika umoja wa kila Mkristo na Mungu katika Yesu Kristo. Ndio. Umoja wa msingi wa Kristo una umoja katika Mungu na umoja katika Kristo. Mafundisho hayo Yohana anaeleza kwa maneno mbalimbali. Mkristo akaa ndani ya Mungu na Mungu ndani ya Mkristo. Mkristo anakaa ndani ya Mungu na Mungu ndani ya Mkristo. Mkristo amezaliwa na Mungu. Mkristo atoka kwa Mungu. Mkristo amjua Mungu. Natosha.
Waraka huo wa kwanza huo sura ya 3. Waraka wa kwanza hiyo hiyo uliosoma sura ya 3 alafu uende aya ya 10. Aya 10 sasa. Sura ya 3:1. 3:1. Inasema. Ndio. Waraka wa kwanza Yohana 3:10. 3:1. Tazameni. Ni pendo la namna gani? Ni pendo la namna gani? Alilotupa Baba. Kwamba tuitwe wana wa Mungu. Na ndivyo tulivyo. Kwa sababu hii ulimwengu haututambui. Kwa kuwa haukumtambua yeye. Hivi Kisede atamtambua Yesu? Kisede Allah subhanahu wa ta'ala atamtambua Yesu? Haiwezekani. Lakini kuna maneno atakayosema kujipendekeza ili tumkubali, tutayaona baadaye. Nenda mstari wa 10. Mstari wa 10. Mstari unasema sisi ni wana wa Mungu, sisi ni wana wa Mungu, ulimwengu haututambui, tumezaliwa ndivyo tulivyo, ni wana wa Mungu. Mstari wa 10. Katika hili watoto wa Mungu ni dhahiri. Na watoto wa Ibilisi nao. Sasa hawa tulionao ndio watoto wa Ibilisi wanaopingana na watoto wa Mungu. Na huyu anadhani anashindana na watoto wa Mungu, kumbe anashindana na Mungu moja kwa moja. Unaposema unashindana na Wakristo, wewe ukishindana na Wakristo, unashindana na Mungu, unashindana na Yesu. Utamuweza? Yesu keshasema milango ya kuzimu haitalishinda kanisa. Lakini sasa huyu Muhammad na watu wake na yule Allah subhanahu wa ta'ala, ili kuwalaghai wa Kristo, ili wawakubali, kuna maneno wanayoyachukua kutoka kwa Wakristo kuyafanya ni ya kwao wao, alafu ionekane kwamba wao wanafaa kufatwa. Hebu tusome hapo, na kitabu kinaitwa Al-Halali Al-Haram fil Islam. Hebu nisomee ukurasa wa ngapi ule? 413. Soma pale juu. Alafu nataka niwachonganisha hapa, mimi nawachonganisha huyu Muislamu na wafuasi na wale wanaotusikiliza. Kwani tunaona kuwa Qur'ani haiwaiti hawa isipokuwa kwa jina la watu wa kitabu. Yani Wakristo na Wayahudi kwa mujibu wa Qur'ani wanaitwa watu wa kitabu. Hayo ni maneno ya kuwalaghai Wakristo, kuwalaghai Wayahudi wamkubali Muhammad. Na enyi ambao mmepewa kitabu. Ikiashiria kwa mwito huu kuwa asili yao ni watu walioteremshiwa dini ya mbinguni. Qur'ani inavyowataja hivi. Hebu rudia hayo maneno. Twende taratibu. Ikiashiria kwa mwito huu kuwa asili yao yani Wakristo na Wayahudi asili yao ni watu walioteremshiwa dini ya mbinguni. Sasa Wakristo na Wayahudi dini yao imeteremka kutoka wapi? Mbinguni. Na wanapewa vitabu na wanaitwa watu wa vitabu. Ndivyo wanavyoitwa watu wa vitabu. Hiyo ni Qur'ani. Alafu akasoma hadithi huyu. Alisoma hadithi ya mafarakano katika Mkweli Mwaminifu juzu ya 3 na ya 4. Nimejibu kwamba mafarakano yale yanaletwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na uwezi kupinga. Hakuna kafiri yoyote wa Kiislamu anaweza kupinga hilo, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hajaleta mafarakano kwa Wakristo. Hayupo. Na Wakristo, ninarudia tena, ugomvi wetu tuachane nao kuanzia leo. Ugomvi wa kidhehebu ndani ya kanisa, ndani ya dhehebu, ugomvi wetu ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tushirikiane kumweka wazi ili Wakristo tuwe salama. Wakristo wa kwanza walimkataa. Walipomkataa wakasema kwa sababu hiyo na wagombanisha. Nenda sasa tuende kwenye kitabu cha Al-Lulu Al-Marjani ukurasa wa 257 hadithi namba 496. Rudia. Al-Lulu Al-Marjani ukurasa wa 257 hadithi namba 496. Huyu si ametoa hadithi ya mafarakano, na Allah ndio anetufarakanisha. Atakataa kwamba Allah tufarakanishi sisi. 257 hadithi namba 496. Ninasoma. Hadithi ya Abu Hurairah radhiallahu anhu. Ndio. Kutoka kwa Mtume SAW. Ndio. Amesema sisi Waislamu ndio tutakuwa watu wa mwisho kufika. Lakini tutakao kuwa wa mwanzo siku ya kiyama. Sawa. Kwani umma zingine zilipewa vitabu kabla yetu sisi. Umma hizo anazozitaja ni Wakristo na Wayahudi. Na sisi tumepewa kitabu baada yao. Sasa ukipewa kitabu cha Mungu ni uongo. Tuendelee. Na hii siku ya Ijumaa. Ndio siku ambayo wametofautiana. Kwa hiyo kesho Jumamosi ni siku ya Wayahudi. Na baada ya kesho Jumapili ni ya Manasara. Ni ya Wakristo. Sasa huyu atapingana na hiyo hadithi? Atapinganaje? Hadithi inazungumzia wazi kwamba sisi tumepewa kitabu nyuma. Kabla yetu walishapewa vitabu, kwa maana ya Wakristo na Wayahudi.
Wayahudi siku yao Jumamosi, Wakristo siku yao Jumapili. Jumapili ni ya Mkristo. Sasa maneno haya yanazungumzwa ili Mkristo adanganywe, alaghaiwe, aone kwamba akiambiwa maneno kama haya yaliyosema ni kweli wa Mungu. Sasa ndugu yangu, kwa hiyo Muhammad hapa akasema uongo. Mimi natumia maneno haya kwa ajili tu Waislamu wanamwamini Muhammadi. Sasa nataka kuwachonganisha. Kawaida ya waadhiri wa Kiislamu wanazungumza maneno yao, hawazungumzii vitabu, na watazamaji wao wanawasifu Kisedee msomi, Mbogo bwana msomi, huwezi kukutana na yule msomi kweli kweli. Anatoa andiko kidogo alafu anapachika yaliyo ya kwake. Anajikuta wanatofautiana na Qur'ani yake. 262 Qur'ani. 262 Suratul Bakara. Sura ya ng'ombe jike 262. Ndio. Inasema hivi. Katika walioamini mitume ya zamani huko kuna walioamini mitume ya zamani huko, na Mayahudi na Wakristo na Wasabahi yeyote miongoni mwao atakayemwamini Mwenyezi Mungu. Sasa kama atakavyosema Nabii Muhammad, akaamini siku ya mwisho na akafanya vitendo vizuri, basi watapata thawabu zao. Asante. Sasa anasema Wakristo na Wayahudi waliamini manabii zamani. Kisedea anasema huo ni ukafiri. Kisedea anasema huo ni uongo. Qur'ani inasema Wakristo waliamini manabii zamani, Wayahudi waliamini manabii zamani. Kisedea anasema au ni waongo. Kwa hiyo Qur'ani inapingwa na muadhiri wa Kiislamu. Sasa anasema Wakristo wamwamini Muhammad aliyoteremshiwa. Mambo gani anataka tuwaamini? 568 Qur'an. 568 Qur'an, Suratul Maida. Ndio. 568 inasema. Ndio. 568 inasema hivi. Sasa hapa tu enyi watu wa kitabu. Hamko juu ya chochote katika dini yenu. Hamko juu ya kitu chochote katika dini yenu mpaka msimamishe Taurati na Injili. Mpaka msimamishe, maana yake kubalini kuongozwa na Torati, mkubali kuongozwa na Injili, ndio mtakuwa sawa sawa katika dini yenu. Huyo Muhammad anawaambia Wakristo, anawaambia Wayahudi waifuate Torati, Wayahudi Wakristo wafuate Injili. Na haya yaliyoteremshwa kwenu kutoka kwa Mola wenu. Ndio, na haya yaliyoteremshwa kwenu kutoka kwa Mola wenu. Nayo ni Qur'ani. Anasema tuikubali na Qur'ani. Endelea. Na bila shaka yaliyoteremshwa kwako, anaambiwa Muhammad, haya yaliyoteremshwa kwako kutoka kwa Mola wako yatawazidishia wengi katika wao uasi na kufuru. Basi usihuzunike kwa watu wanaokufuru. Hapa kina Mbogo wanakufuru kila siku. Wanaambia wale wanaokufuru usihuzunike nao. Yaliyoteremshwa kwako wewe Muhammad ni uasi na kufuru. Utawazidishia watu uasi na kufuru. Wayahudi shikeni Torati yenu, Wakristo shikeni Injili. Yaliyoteremshwa kwa Muhammad ni uasi na kufuru. Basi wewe Muhammad, wanapokufuru usihuzunike juu yao, juu ya kukufuru kwao. Hao hapa wanakufuru muda wote. Tunalumbana, tunashindana kwa kufuru zao, na Muhammad aliambiwa usihuzunike hao wanapokufuru. Yaliyoteremshwa kwako yatawaongezea wao uasi na kufuru. Kwa hiyo hao ni wakufuru tayari, Qur'ani na waongezea uasi na kufuru. Sasa Muhammad anasema tukubali maneno yake. Kwa maneno hayo tunakubali kwamba Qur'ani ni uasi na kufuru. Pale kuna kitabu kinaitwa Asili ya Jini, na si tunakubaliana na vitabu. Tunakubali vitabu. Ukurasa wa 20. Nisomea hapo ukurasa wa 20. Kisome kitabu kinaitwaje? Kitabu kinaitwa Asili ya Majini, Vitimbi vyao na namna ya kujilinda dhidi yao. Asili ya Majini, Vitimbi vyao na namna ya kujilinda dhidi yao, ukurasa wa 20 pale. Hebu tusomee maneno yaliyoandikwa hapo. Mashehe wanatusaidia, maulama wanatusaidia kuufahamu huo Uislamu na vituko vyake. Ni bahati mbaya kwamba Adamu na Hawa hawakufanikiwa kufanya jitihada za kumwezesha shetani. Na wanawe kuomba msamaha kwa Mwenyezi Mungu. Na kuwa Waislamu. Ni Mtume Muhammad tu ndiye aliyemsilimisha shetani akawa Muislamu. Pia tunaweza kuelewa kwamba baadhi ya watoto wa majini walisilimu tangu wakati wa uhai
wa mtume kwa kusikiliza kisomo cha Qur'an. Na majini nao wakasilimu wakati wa mtume wa kusoma. Kwa nini tunapata shida na Waislamu? Kwa sababu ndani yao shetani ni Muislamu mwenzao, majini ni Maislamu. Sasa wakati mwingine naweza nikasema niko na mbogo hapa, kumbe Muislamu wa kijini amekuja kwenye sura ya mbogo, mimi namuona mbogo. Ndio maana ukimsomea aya mbogo anakomana, aya hiyo hataki kuikubali. Ukimsomea aya kisedea anakoma, kumbe inawezekana huyu kisedea huyu sio mwanadamu, inawezekana jini huyu anakuja kutetea Uislamu. Asante, dakika zangu zimeisha, lakini walimu tuko wengi hapa. Nataka na mwenzangu aonje kidogo zile dakika 15 zinazobaki kwa summary, ili na asiondoke hivi hivi bila kufanya chochote kwa ndugu zetu watazamaji wetu. Asanteni. Asante sana mchungaji Chikawe.